zake akaichukua nyota yako. Kwa hiyo nataka nyota yangu. Tuliangalia kwenye kitabu kile cha Mathayo ile sura ya kwanza, lilikuwa ndio andiko letu la msingi sana, ambalo linaongea kwamba Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi, zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa? Anasema Yesu alipozaliwa mjini Bethlehemu zamani zile za mfalme Herode, na tazama mamajusi walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliiona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Hii inatufundisha kwamba namba moja, mtu anapozaliwa nyota yake inaonekana. Mtu anapozaliwa nyota yake inaonekana. Kwanza namba moja, unaweza ukaandika kila mtu ana nyota yake. Namba moja, kila mtu ana nyota yake. Kwa andiko hili linatupa maana kadhaa hivi. Namba moja, kila mtu ana nyota yake. Kila mtu ana nyota yake. Namba mbili, kwa andiko hili, namba mbili ya wewe ambao unataka ufahamu, namba mbili, nyota ya mtu inaweza kufuatiliwa. Nyota ya mtu inaweza kufuatiliwa kwa ubaya au kwa uzuri. Nyota ya mtu inaweza ikafuatiliwa kwa ubaya au kwa uzuri. Namba moja, kila mtu ana nyota yake. Namba mbili, nyota ya mtu inaweza ikafuatiliwa kwa ubaya au kwa uzuri. Namba tatu, nyota ya mtu inaweza kuonekana. Inaweza kuonekana. Hiyo namba tatu, nyota ya mtu inaweza ikaonekana. Namba nne, namba tatu, nyota ya mtu inaweza ikaonekana. Namba nne, nyota ya mtu inaweza, nyota ya mtu inaweza kuongoza watu. Nyota ya mtu inaweza kuongoza watu. Nyota ya mtu inaweza ikawaongoza watu mpaka mahali ambapo mtu amezaliwa, inawaongoza. Inawaongoza watu. Namba ambayo inafuata, sio kama mimi naenda haraka. Namba ambayo inafuata, nyota ikionekana, utajiri unakufuata. Nyota ikionekana, utajiri unakufuata. Katika hili andiko la Mathayo, hii sura ya pili, mstari ule wa kwanza, inaongelea habari ya Yesu Kristo alipozaliwa. Baada ya kuwa Yesu amezaliwa tu, nyota yake ikaonekana. Ndio ile namba moja ambayo inatufundisha kwamba nyota ya mtu inaweza ikaonekana. Na hii inatufundisha kwamba kila mtu ana nyota yake. Kila mtu anayo. Kila mtu anayo. Nyota huwa haiangalii mtu, kila mtu anayo. Yaani kila aliyezaliwa ana nyota. Na hii inatufundisha sasa, nyota inapoonekana, nyota kwanza inaweza ikafuatiliwa. Mtu akafuatilia nyota hii, akaangalia nyota hii iliyoonekana, hii nyota inang'aa sana. Na kama inang'aa sana, kuna namna mtu anaifuatilia kwa nguvu sana kwa sababu ya namna inavyong'aa sana. Na kama hiyo nyota haing'ai sana, kuna mtu anaifuatilia kwa namna ya udogo sana kwa sababu hiyo nyota haing'ai. Kwa hiyo nyota inapong'aa sana, watu wanaanza kuifuatilia.
Sasa hawa mamajusi waliitwa ni wasoma nyota, ambao jana nikawatafasiri mamajusi wajuao faraki, wanaitwa wajuao faraki. Faraki ni elimu ya nyota, kwamba ni wataalamu ambao wamesomea elimu ya nyota ambao wanasema faraki, hao wajuao faraki, ambao kwenye kitabu cha Isaya ile sura ya 47 mstari ule wa 12 mpaka wa 13 wameongelewa hawa wenye elimu ya nyota, elimu ya nyota wajuao faraki. Tusome kitabu hicho cha Isaya ile sura ya 47 mstari wa 12 na wa 13. Simama sasa na uganga wako. Anamwambia simama sasa na uganga wako. Na wingi wa uchawi wako. Na wingi wa uchawi wako. Uliojitabisha nao tangu ujana wako. Labda utaweza kupata faida. Labda utaweza kupata faida. Labda utaweza kushinda. Labda utaweza kushinda. Umechoka kwa wingi wa mashauri yako. Basi na wasimame hao. Wajuao faraki. Wajuao faraki. Wazitazamao nyota. Faraki ni elimu ya nyota. Wazitazamao nyota. Watabilio kila mwezi. Wanaotabiri kila mwezi. Mambo ya mwezi huo. Wakuokoe na mambo yatakayokupata. Naona hao wajuao faraki, elimu ya nyota, wanaosoma nyota. Faraki ni elimu ya nyota, ni watu ambao wana ufahamu wa kusoma nyota. Kama leo paliwahi tokea na mtu mmoja ambaye alikuwa anasikika sana kipindi cha nyuma hapo, alikuwa anaitwa Sheyahaya. Alikuwa yeye ni mtabiri wa nyota, anayesoma nyota, mwenye elimu ya mambo ya nyota. Sasa hawa walikuwa wanaitwa wao wajuao faraki. Faraki elimu ya nyota. Kwa hiyo wana utaalamu. Kwa mfano Waislamu ndugu zetu wana namna mbili za elimu. Namna ya kwanza wana elimu dunia. Namna ya pili wana elimu haela. Kwa hiyo wana namna mbili za elimu ambazo wao wanazitambua sana. Sasa hawa walikuwa ni wana elimu ya faraki, kwamba wana uwezo wa kujua nyota hii inawakilisha nani, nyota hii inawakilisha nani. Kwenye kitabu kile cha Mathayo hao wameitwa ni mamajusi, wataalamu wa nyota. Kwenye kitabu hiki cha Isaya wameitwa wale wenye elimu ya faraki, elimu ya nyota. Kwa hiyo unaona huku kwa sasa tunawaita wasoma nyota, watabiri, ambao ndo kama hao waliowahi kutokea hapo kipindi cha nyuma, walikuwa wanaitwa wakina Sheyahaya, ambao wana elimu ya nyota. Sasa nyota, mtu anapozaliwa anazaliwa na nyota. Jana nikafundisha kwamba nyota ni nini. Nyota ni nini? Jana nikafundisha kwamba nyota ni nini. Namba moja, nikasema nyota ni kipawa, uweza. Nyota ni kipawa au uwezo au hatima au hali ya mtu ya baadaye. Nyota ni kipawa au uwezo ulio ndani ya mtu, au nyota inawakilisha hali ya mtu ya baadaye, kwamba baadaye huyu mtu atamaliza vipi, au atakuwa nani, au atafanya nini, atakuwa mtu mkubwa gani. Nyota. Na nyota inapoibiwa kwenye maisha ya mtu, ina maana huyo mtu hana kipawa, huyo mtu hana uwezo, huyo mtu hana hatima, huyo mtu hana ubadaye. Kwa sababu nyota imebeba kipawa, nyota imebeba hatima, nyota imebeba hali ya mtu, nyota imebeba ubadaye wa mtu. Kwa ukiibiwa nyota ni kwamba umepata hasara. Kwa yoyote ambaye hana nyota hana ubadaye. Yaani ndio wale watu ambao wanaishi ajui kesho yake itakuwa vipi. Ni wale watu ambao wanaishi ajui atamaliza kwa namna gani. Ndio wale watu ambao wanaishi haelewi matarajio ya baadaye atamaliza vipi. Kumbe kwa sababu nyota yake imeibiwa. Kwa ukiibiwa nyota ni kwamba umeachwa zero. Ni kwamba huna dila tena. Ukiwa na nyota inakusaidia.
Namba 2 nikasema hivi. Namba 2, nyota, maana ya nyota. Namba 2 nikasema nyota ni kiashiria cha rohoni kinachoonyesha mtu atakuwa nani baadaye. Atakuwa nani baadaye, kinaonyesha atakuwa nani baadaye katika mafanikio yake, katika mafanikio yake au hatima yake. Nyota ni kiashiria cha rohoni kinachoonyesha mtu atakuwa nani baadaye au mafanikio yake ya baadaye au hatima yake ya baadaye. Kama hichi kiashiria kimeibiwa kwenye maisha yako, ina maana wewe utakuwa nani baadaye, wewe mwenyewe huwezi kuwa vile unavyotakiwa kuwa baadaye, kwa sababu kile kiashiria kimeibiwa. Kile kiashiria cha wewe cha hatima yako ya baadaye, kuna mtu mahala anakitumia. Ndio maana sasa kuna ulazima wa kuwa na maombi makali sana wakati unaomba nataka nyota, unaomba kweli kweli. Ndio maana jana unaona watu ambao wanaanguka walikuwa ni wengi mno, na kila ambaye ukimshika kuna hali inatokea kama wewe ilivyokutokea. Ni kuonesha kwamba nyota wewe una, na kama una nyota kuna hali ambazo zinatokea kwako. Hali ambazo zinatokea kwako nikaziongelea. Cha kwanza ambacho kinatokea kwako kama nyota huna, kama nyota huna, nikasema namba 1 ambacho kinatokea kwako, umahiri na utendaji kazi wa mtu unapungua. Yaani umahiri wa huyo mtu, utendaji kazi wake, yaani unapungua. Kama nyota imeshachukuliwa, umahiri wako hauonekani. Nikasema tena, hawezi kuwa mbunifu katika maisha, kwa sababu nyota ishaibiwa. Huwezi kuwa mbunifu katika maisha. Huwezi maisha, ili uweze kufanikiwa kwenye eneo la maisha lazima uwe mbunifu. Ndio maana kuna mtu unaweza ukamwambia hivi, kwa mfano, nikakupa 500 utafanya nini? Sasa mimi ukinipa 500, mimi tayari vile kusema mimi ukinipa 500 anaona giza. Yaani haelewi akipata 500 anaweza akaizalisha vipi 500 ili izaliwe ije 600,000 au katika 500 izaliwe ije milioni. Anaona ni giza, ajui. Ndio ile mtu ambaye anamwambia yani huyu hata ukimwezesha hawezekani, yani hauwezi ukamwezesha akafanikiwa, ni giza. Namwambia mtu hivi, leo nikikusaidia nikakuwezesha kwenye kitu fulani, unaweza ukakifanya kikafikia mahala fulani? Hawezi. Mtu huyo ameibiwa nyota. Ukiibiwa nyota huna ubunifu. Maisha yanataka ubunifu. Ukibuni jambo, kuna fedha inakuja kwa sababu ya ubunifu. Kuna watu waliofanikiwa kwa sababu ya ubunifu. Kwa mbunifu sio mpaka ushone nguo ndio uonekane mbunifu. Ubunifu hata watu kwenye maisha, nifanye nini na hichi nitakachofanya nipate fedha. Nifanye nini na hichi nitakachofanya nijikwamue kutoka mahala kwenda mahala. Nifanye nini na hichi nitakachofanya kiniongezee kitu fulani. Maisha yanataka ubunifu. Maisha ukikaa hivi tu utachekwa, kwa sababu maisha yanataka akili ya mtu ibuni. Uone hiki, uone nikiuza hii, nikileta hapa napata kitu fulani. Ndio maisha yanavyoenda. Maisha kwenda umekaa tu hivi unasema nasubiri. Miaka kwanza kwako inazidi kwenda, alafu uoni mabadiliko ya kimaisha na unajikuta huko pale pale maskini wa kutupwa. Lakini nyota ikiibiwa, hauna ile akili ya kubuni. Ila nyota ikiwepo kwa mtu anakuwa na akili
ya ubunifu. Shamsikia mtu anakuambia yani huyo hata hajiongezi, yani huyo hajiongezi, mtu mzima bure kabisa, lakini yani mtu mzima lakini bure kabisa, hata hajiongezi, yani hana akili yani ya kusema nitoe hapa nifanye hapa. Yeye kila siku nimeshindwa, kila siku nimeshindwa. Lini utaweza? Kuna mtu wa namna hiyo, unaweza ukamshtumu hivyo, ukamsema hivyo, kumbe shida sio yeye. Shida ni kwamba nyota yake imefanya nini? Imeibiwa. Hapo alipo hana nyota. Jione leo Mungu akurejeshe nyota yako katika jina la Yesu Kristo, ili umahiri wako uonekane na ubunifu wako uonekane. Na neno mwana Mungu, kwa nyota ya mtu ikiibiwa, hajiongezi, hana ufanisi, yani hawezi kubuni kitu, yani hawezi. Ile akili inakuwa imelala, hawezi kuona fursa, akili imelala kwa sababu nyota yake hana. Huyo mtu ni mpe, nyota hana. Na ukiwa na nyota inakusaidia kuwa mbunifu ili kwenda kwenye ubadaye wako. Kama una nyota, ina maana huwezi kuwa mbunifu na huwezi kuelekea ubadaye wako. Kwa hiyo ili uende kwenye ubadaye wako, na ubunifu nao pia unasaidia. Mwangalie jirani yako usoni, mwambie wewe ni mbunifu. Nini umebuni kwenye maisha yako ili uende kwenye ubadaye wako? Hana. Anaishi ili mradi Jumatatu, anaishi ili mradi ni Jumanne, anaishi ili mradi ni Jumatano, anaishi ili mradi ni Alhamisi. Ukimwambia hivi mimi sina, hivi mimi sina. Hata kama ni mume, unaweza ukasema huyu mbona mume wa ajabu sana. Wewe kweli mwanaume huyu jamani? Mwanaume gani ajiongezi? Mwanaume gani anajiongeza huyo? Ila isipokuwa ameiba nyota. Ukiibiwa nyota ni giza. Wewe mwenyewe tu unajiona giza. Yaani wewe mwenyewe tu hujui nifanye nini ili nifike mahala. Uoni kwa sababu ya nyota imeibiwa. Nyota ya mtu ikiibiwa, ramani ya mtu imeshaibiwa. Nyota ya mtu ikiibiwa, mafanikio ya mtu yameshaibiwa. Nyota ya mtu ikiibiwa, fursa haziji kwa sababu nyota yako imeshaibiwa. Kwa kuna watu ambao nyota zao zimeibiwa. Kwa maneno haya machache leo, Mungu arejeshe nyota yako kwa jina la Yesu. Nisikilize vizuri sana, najaribu angalau kuwa kama mwelekezaji ili nikwambie, ili kila mtu mmoja afungue macho aseme mimi nyota sina. Nikasema namba tatu, hawezi kufanya kazi kwa ufanisi. Mtu aliyeibiwa nyota hawezi kufanya kazi kwa ufanisi. Wewe mwenyewe utajiona, unajua ninapokuwa nafundisha, wewe mwenyewe unajiangalia, mimi hivi nimefeli mangapi? Hawezi kufanya kazi kwa ufanisi. Yaani kuna mtu hawezi kufanya kitu kwa ufanisi akaleta matokeo. Mpaka unasema hivi, huyu nimpe nini ili aweze? Kwa sababu kila ninachompa yeye anashindwa. Nikimwambia hapa anashindwa. Nikimwambia tenda hivi ameshindwa. Hawezi kufanya kazi kwa ufanisi. Ameibiwa nyota. Kwa aliyeibiwa nyota hawezi kufanya kazi kwa ufanisi. Hivi nikisema ufanisi, nani anaelewa maana ya ufanisi? Punga mkono hivi kama unaelewa maana ya ufanisi. Unaelewa? Kuna mwingine wakuta nimemwacha. Yaani kwa mfano namwambia mtu Bwana toe ufanisi. Tafuta lugha nzuri hivi kila mtu ili apate wepesi wa kunielewa. Kwa mfano naambia Bwana, nimekupa machungwa 3. Yazalishe machungwa 3 ili siku nitakapokuja nikute angalau machungwa 3 yamezaa 3. Unaondoka. Unakuja kurudi kuangalia ile kazi ambayo ulimpa, unakuta hakuna chungwa hata moja. Alafu maneno anayoongea, nimepambana lakini nimeshindikana. Nimepambana lakini nimeshindikana. Ni kwamba hawezi kulifanya jambo likafika. Unamwambia Bwana, jitahidi hii meza uitoe hapa uipeleke pale, mimi natoka. Huwezi kukuta amefanya hilo tendo, hawezi. Yaani ni mtu ambaye anashindwa hapa, ameshindwa hapa, ameshindwa hapa. Ni kwamba hakunaga ufanisi. Uone kwamba anaweza akafanya jambo
alafu likaleta matokeo. Hakunaga matokeo kwenye jambo lolote ambalo mtu huyu akafanya. Ukimpa jambo hili halete matokeo. Halete matokeo. Hata Mungu anapokupa kipawa cha kuwa mhubiri, anataka kwa kupitia huo uhubiri ulete matokeo. Moja ya matokeo ya mhubiri ni watu waokoke. Moja ya matokeo ya mhubiri, Mungu amekupa kuwa mhubiri, leta watu waokoke. Watu wanapookoka, ina maana katika ufalme wa Mungu aliye hai, idadi ya watu katika ufalme wa Mungu inaongezeka. Sasa kuna mtu hata hapo haleti matokeo. Sasa ni mtu gani haleti matokeo? Hana ufanisi. Mbona hajitumi? Mbona hafanyi? Mbona kila anachofanya kikiingia kwenye mikono yake kinaharibika? Mbona huyu mtu tunamsaidia lakini hakunaga matokeo? Tunampa mtaji, hakunaga matokeo. Tunamwambia basi jitahidi, simamia kitengo hichi, kile kitengo ambacho nampa kinakufa, kuonesha kwamba mtu huyo, ukiona uko kwenye hatua hiyo, moja wapo katika hatua ambazo nazisema, ukiona kwenye hatua hiyo ni kwamba we huna nyota. Huna nyota. Mbaya zaidi ni kama umelogwa alafu usijijue kwamba umelogwa. Ndo mbaya zaidi. Na mara nyingi waliologwa huwa hawajijui kwamba wamelogwa. Hiyo ndio mbaya zaidi. Kwa sababu kuna wakati mwingine adui anatudanganya kwa vyeo. Una cheo, labda muimba kwaya. Una cheo, labda unasoma Biblia. Una cheo, labda unaombea na wengine. Lakini mwenyewe umeshalogwa. Sasa wao uliyelogwa afu hujajijua kama umelogwa, ni hatari. Unajikuta mambo mengi unayafanya nje ya msingi. Mambo mengi unayafanya sio kwa ufanisi, kwa sababu nyota yako ishaibiwa. Kwa aliyeibiwa nyota ni duni sana. Aliyeibiwa nyota thamani yake haipo. Aliyeibiwa nyota muonekano wake haupo. Ni hatari kuishi maisha ya kuwa uko nje ya nyota yako. Ni faida sana kuishi maisha ukiwa una nyota yako. Na ukiwa na nyota yako, atakupenda hata asiyetakiwa kukupenda. Nyota inakupa ufanisi. Nyota inakupa kibali. Nyota inakupa mvuto. Ni maombi yangu jioni ya leo, Mungu aachilie nyota yako, na yeyote aliyeichukua nyota yako aiachie kwa jina la Yesu Kristo. Sema, nataka nyota yangu. Nataka nyota yangu ili niyafanye mambo yangu katika ufanisi mkubwa. Ni fundi mjenzi lakini nyota ilishaibiwa. Ni mshonaji lakini nyota ilishaibiwa. Ni msusi lakini nyota ilishaibiwa. Ni mamalishe lakini nyota ilishaibiwa. Yuko kwenye kitengo fulani lakini nyota ilishaibiwa. Kaajiriwa kwenye kampuni fulani lakini nyota ilishaibiwa. Kinachotokea unajikuta uko kwenye hiyo kampuni unawengwa, unakataliwa, nyota ishaibiwa. Na wote wanaokataliwa nyota hawana. Nyota, ukiwa na nyota hakuna kukataliwa, ni kukubalika. Kwa sababu nyota inakusaidia uwe na ufanisi. Nyota inakusaidia uwe na mvuto. Kwa aliyeibiwa nyota yuko chini sana, lazima akute kila anachogusa ni hewa. Ndo mtu ambaye ngombe, yani mimi maskini, kodi yenyewe niishi kupata, maisha yangu sielewi. Yani mimi kwa kweli mpaka natamani nirudi kijijini. Hata ukirudi kijijini kama una nyota utakuwa mtumwa. Kwa sababu issue sio kubadili maisha, issue ni kufanya vita. Yoyote aliyechukua nyota yako arudishe. Akirudisha huyo aliyechukua nyota yako, utaona kuna vitu vitakufuata. Nyota ya mtu ikionekana, hata utajiri unamfuata. Kuna vitu ili vikufuate vinakuja kwa sababu ya nyota. Kwa hakuna kitu kizuri sana kama kuomba nyota. Leo ukajiwekea kabisa katika jina la Yesu, nataka nyota. Hata wakati unaomba ukasikia akili kama zinaondoka, wewe usijali, ita nyota. Na utakapoirudisha ile nyota yako, itakaporudi tu utaanza kuona kuna wepesi wa hali ya juu kwenye maisha. Yani kuna wepesi. Utaanza kuona kuna wepesi fulani hivi. Yani utaanza kuona kuna vitu ambavyo ulikuwa unavitaka vije, unaona vinakuja kwa wepesi. Kuna mahali ulikuwa unataka kwenda, unashanga kuna wepesi. Unajiuliza nini kilichotokea? Kumbe nyota yako imerejeshwa. Nyota inapokuwa huru, kuna mambo hutatumia nguvu kuyapata, yatakuja kwa sababu nyota yako
inang'aa. Natangaza nyota yako ing'ae kwa jina la Yesu. Nasema nyota yako ing'ae kwa damu ya Yesu. Sema kuanzia sasa, yoyote aliyechukua nyota yangu ajipange kuiachia baada ya dakika chache. Nataka leo kila mtu aombe kana kwamba uombi tena. Unaomba nataka, unafumba na macho kabisa, nataka nyota. Nataka nyota yangu, nataka nyota ya uso. Kuna mwingine kama nyota ya uso umesikia imeibiwa, wakati unasema nataka nyota ya uso, unashangaa kama uso kama kuna kitu kama kinashindana na wewe kama likinyago, ujue nyota ishaibiwa. Kuna mwingine anataka nyota yangu, nyota. Unasikia mwingine nywele kama za zimka. Ukiona hiyo hali usiogope, endelea kuomba. Kuna mtu anaachia nyota. Kuna mwingine wakati unaomba unasikia kabisa kama nipige kelele. Piga hiyo kelele. Kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho tayari watakuwa wamekamatwa waliotesa nyota yako. Natangaza waachie nyota yako kwa jina la Yesu. Sema tena nataka nyota. Sema tena leo niko kwenye maombi ya nyota yangu. Kuna mtu ananielewa hapo? Kuna mtu ananielewa? Tupige hatua tena. Naongelea nyota sasa. Ukiona huna nyota, ukosa mvuto. Mtu ambaye hana nyota anakosa mvuto. Huna mvuto. Ndio maana kuna wakati mwingine unapambana, mara labda niweke labda kope kama nchi 5, nazo hazikubali. Huna mvuto. Kuna mwingine unapambana, nipake Carolite sijui, nipake sijui na mbuyu mdomo, ili angalau nikionekana hivi nionekane kutokea mbali. Kama umeibiwa nyota, hata ukaweka nini, hata poda usoni, hata ukafanya chochote, hamna kitu. Kuna mtu mwingine anapambana, nivae labda maviatu ya hivi, utavaa viatu hivyo utaota vigimbi bure. Issue ni nyota. Mwingine kama una nyota, kuna vitu utakuwa unavifanya hauonekani kama umefanya. Kama una nyota, kuna vitu utakuwa unavigusa hauonekani kama umevigusa. Kwa sababu nyota ishaibiwa. Ndio kuna mtu mwingine anasema mbona mimi najituma sana, hata pale ofisini nawahi sana. Kwanza mimi ndo nawahi kuliko wafanyakazi wote, lakini cha ajabu pamoja na kwamba nimewahi bado sionekani. Kwa sababu issue wameiba nyota. Mtu aliyeibiwa nyota, lolote analofanya haonekani. Anatumia nguvu, haonekani. Mbona mimi nafanya, unafanya wapi? Anaanza kushuhudia nimefanya pale. Sasa pale na pale umefanya wewe. Kwa sababu hata pale ambapo wewe unasema umefanya, haukufanya katika ufanisi. Kutokuwa na nyota ni hatari. Hata pale ambapo umefanya hapaonekani. Unaanza kujieleza, mbona mimi nafanya? Mbona mimi nafanya? Unajitahidi na wewe kweli unapenda kufanya. Kweli na unapenda matokeo yatokee, lakini hayatokei. Kweli na unapenda vitu vitokee, lakini havitokei. Nini kilichotokea? Wameiba nyota Mwahego. Nyota ikiibiwa ni issue. Sema kwa damu ya Yesu, yoyote aliyechukua nyota yangu, nataka nyota. Sema kwa nguvu, sio unanong'ona, sema nataka nyota. Fumba na macho, sema nataka nyota yangu. Nataka nyota yangu. Nyota yangu, nyota yangu naitaka. Umeelewa? Vile unavyosema kwenye ulimwengu wa roho, maneno haya yanaenda. Wewe utaona baada ya dakika chache. Unaelewa sasa? Kwa kuna wakati mwingine unasema, mbona mimi najituma sana? Lakini watu hawaoni. Hawaoni. Yoyote aliyebonywa hata ukajituma vipi uonekane. Kwa sababu nyota huna. Sasa ni kwa kweli pale kwenye kile kibarua tu, bosi tu ameamka tu, kesho yake amekuja yule manager akaniambia mkoza nisimame kidogo kazi wataniita time ijayo. Kwa hiyo hapa nimesimama nasubiri kuitwa tu. Nyota ishaibiwa. Mtu ambaye ameibiwa nyota, kasoro nyingi zinaonekana. Ambaye ana nyota anaga kasoro. Wewe ni kukosea tu. Mwangalie jirani yako sio, mwambie wewe unakosea wewe tu. Mshike mkono mwambie pale wewe unakoseaga ni wewe tu. Wengine hawakosei, ni wewe tu. Yaani ni wewe tu. Kwa sababu ishaiba nyota. Nyota kama imeshaibiwa, makosa yote ni wewe tu. Hapa ni wewe tu, wewe tu, wewe tu. Wewe tu. Yaani ni wewe tu, anasema ni huyo tu, yani ni wewe tu. Kila jambo baya ni wewe.
Jambo lote baya ni wewe, kwa sababu nyota imeibiwa, unakosa mvuto. Inayofuata ukosa kibali. Hakuna kibali. Nyota ikiibiwa hamna kibali. Unajitahidi jamani, jamani, unajitahidi kufanya huonekani, huna kibali. Unajitahidi jamani, kibali cha biashara. Unakaa kwenye biashara, unauza ile biashara, unauza labda chapati, unashangaza ile chapati unajiuzia mwenyewe. Hakuna mtu anayekuja kununua. Huna kibali. Na mtu akikuangalia kwa mbali anasema niende kununua chapati kwa yule mama, niende kununua chapati kwenye ile familia, wale ni wachawi. Wanakuwa wanakusingizia au wanasema maneno ambayo mabaya tu kwako. Hawasemagi zuri, wanasema yule mchawi yule. Pale mimi niende kununua pale. Niende kununua vitumbua pale mimi. Akaniloge. Saa nyingine hata ulogi, hata una uchawi. Lakini tayari nyota una. Yoyote ambaye ana nyota ni mtu mwenye kasoro tu. Mtu mwenye kasoro tu, ni kusingiziwa tu. Hauaminiki. Jamii haikuamini. Watu ambao wako karibu hawakuamini. Hawaamini unaweza ukaleta matokeo. Hawaamini. Mwambie jirani yako, sio mwambie unavyojitahidi kumwaminisha bado hakuamini. Mwambie shida ni nyota una. Mshike mkono, kuna mtu unaongea naye hapo, mwambie unajitahidi kumwaminisha ila yeye hakuamini. Mwambie unajua kwa gani hakuamini? Huna nyota mwaego. Huna. Washaiba. Mbona mimi nafanya? Mbona mimi nyota huna? Huna nyota. Madhara. Mwenye nyota anaweza akafanya kakitu kadogo tu, lakini kakaiti kwa sababu ya ile nyota ile. Mwenye nyota yani yeye hapambani, ila watu ndo wanapambana kwa ajili yake kwa sababu ya ile nyota. Nyota ya mtu inamsaidia mtu kupata kibali. Mungu asababishe uwe na kibali kwa jina la Yesu. Pokea kibali katika jina la Yesu. Pokea kibali kwa damu ya Yesu Kristo. Sema naamuru kuanzia sasa kibali changu kiachiliwe leo. Sema yoyote aliyefunga kibali changu ninatangaza, achia kibali, achia mvuto, achia mvuto wangu kwa damu ya Yesu. Mvuto kwenye biashara, mvuto kwenye kazi, kuanzia sasa achia mvuto. Na wewe ambao unataka kazi sasa, ndio sehemu sasa ya kuomba. Sasa unataka kazi, ili upate kazi lazima uwe na kibali. Ili upate biashara lazima ili biashara upate lazima uwe na kibali. Kama kibali kimefungwa upati, kama mvuto huna, hakuna maana unakubalika. Kuna wakati unaweza ukawa umesomea hicho kitu na ukaonesha na vyeti afu nakataliwa. Una leseni kabisa ya kudrive, hiyo leseni kabisa hiyo, lakini pamoja na kwamba una leseni lakini haitambuliki hapo. Hakuna kibali. Kipeleka sehemu anakuambia okay, kumbe una uwezo. Okay. Sawa, lakini tutakuita. Ndio imetoka hiyo. Neno la hekima. Umeenda kazini, unafanya kazi, labda fundi ujenzi, unafanya na hata mafundi wenzako tu. Ile issue hata ya kubeba zege tunapaa kutaki. Ile tu hata jamani na mimi niwe fundi saidia, nayo utakiwi. Mwangalie mwenzako yule jirani yako au yule mmeo, hata issue tu ya kubeba zege nayo hatakiwi. Nini kinachoendelea? Wameiba nyota. Nyota ikiibiwa, kibali unakosa, mvuto unakosa. Ukiwa na kibali unakubalika. Ukiwa na kibali maana popote unakubalika. Unamwona Yusufu kwa kibali. Yusufu alituhumiwa kwamba Yusufu alitaka kubaka. Baadaye Yusufu akahukumiwa kwenda gerezani. Yusufu alipoingia tu gerezani, katiwa ndani ya gereza, mkuu wa gereza alipomwona Yusufu akapata kibali machoni pa mkuu. Kapata kibali. Kwa hiyo aliyekuwa na kibali Yusufu hakutendewa kama wafungwa. Wafungwa wengine, beba misumari, beba majembe, beba hivi, twende tukalime, pigwa fimbo. Lakini Yusufu haambiwi lima. Yusufu chakula kinachokuja, wafungwa wengine maharage ambayo yameharibika, lakini Yusufu anakula chakula ambacho anapewa mkuu wa gereza, naye anakula pale.
Kwa nini hana kibali? Ukiwa na kibali kuna mahala unawekwa. Ukiwa na kibali kuna nafasi unakaa. Ukiwa na kibali kuna mahala unapewa. Ukiwa na kibali kuna vitu upambane kuvipata. Ukiwa na kibali kuna vitu vinakuja. Kuna vitu haviji kwako kwa sababu huna kibali. Kwa Yusufu akutendewa kama wafungwa wengine, kwa sababu Yusufu alipata kibali machoni pa mkuu wa gereza. Yeye ana kibali. Mkuu wa gereza akimwangalia hivi anampenda sana Yusufu, anasema ise, wow, Yusufu ana kibali. Usipokuwa na nyota huna kibali. Mwangalie jirani yako sio, nimwambie huna kibali, huna kabisa kibali. Huna kibali. Sasa kwa sababu ameiba nyota, ukipita tu hapo mtu huyu mdada amepita ananuka kweli, yani jasho. Wengine wakijasho kibaya kama mbuzi. Sasa huyu kaka huyu ananuka kweli yani. Mwingine hata wewe sio kibaka tu sasa, kaka kama kibaka. Hivi kweli huyu ni mwema huyu? Huyu ni mwema? Mbona huyu kama kibaka? Kibali hamna hapo. Sasa kama kibaka, huyu hapa anaweza kweli kufanya hii kazi huyu. Watu wanakuwa na mashaka na wewe kwa sababu huna nyota. Usipokuwa na nyota watu wana mashaka na wewe. Wale wote ambao wana mashaka na wewe sio tu wameanza kuwa na mashaka na wewe, ni kwa sababu huna nyota. Kwa hiyo usipokuwa na nyota mtu hakuamini. Yoyote mwenye nyota anaaminiwa. Jioni leo pokea nyota yako ili uaminike. Anayenielewa aseme amen. Pokea nyota yako ili uaminike. Sema nataka nyota yangu. Sema tena nataka nyota yangu. Uaminiki. Kwenye mahusiano uaminiki. Ndio wale watu ambao unakuta unazalishwa alafu unaachwa. Mwingine kuzalishwa na kuachwa sio tu kwa sababu mtu kasha kuharibu. No. Kile kibali ulichokuwa nacho mara ya kwanza una. Shaiba nyota. Wakiiba nyota mtu anaanza kuangalia sasa, hivi kweli mimi kabisa na akili zangu kweli nilienda kwa Mwajuma? Tayari ile thamani ya wewe inaanza kuondoka. Hivi kweli mimi kwa akili zangu zote timamu niliamua kuwa na mahusiano na huyu? Anajuta. Lakini ule muonekano aliyokuwa anakuona mara ya kwanza haupo. Mtu ukiwa na kibali, mpaka mtu anaamua kuoa, anaoa kwa sababu umepata kibali machoni pake. Mtu mpaka unampenda kwa sababu amepata kibali machoni pako, ndio maana unampenda. Kama hajapata kibali ndani ya moyo wako, machoni pako, huwezi kumpenda. Kwa upendo unachoanza kwanza, amepata kibali, aisee kwa kweli nampenda. Sasa mbona na miguu milonjo, nampenda. Mbona yuko hivyo, nampenda hivyo. Mbona yuko hivyo, mbona kama ana komwe kubwa hivyo mimi nampenda. Tena napenda komwe hilo. Yaani napenda sana watu wenye komo. Huyu mbona kama ana miguu milonjo hiyo, yaani miguu vile ni tena anapotembea vile na ile miguu vile, yaani mimi ananikosha. Lakini kama wameiba nyota, tayari kila ubovu wako, kila kasoro yako inaanza kuonekana. Leo ninatangaza nyota yako iachiwe hapa. Nasema iachiwe nyota yako. Sema kwa damu ya Yesu, yoyote aliyefunga nyota yangu, nataka nyota. Leo mimi na wewe tutifue. Kila aliyeloga akuachie leo. Yaani leo tutifue mimi na wewe. Tufanye maombi kweli. Kila mmoja unafanya maombi. Leo hatuko na ibada hapa, mimi nataka nikuongoze kuomba. Kila mmoja tifua kila nyota alichukua nyota yangu. Nataka nyota. Ikirudi tu hatua zinaanza. Nyota ikifunguka tu hatua zinaanza. Nyota ikirudi tu kuna hatua inaanza. Tushangaa hata yule aliyekukataa kule anaanza kukumbuka. Nyota ikirudi unaanza kukumbukwa. Ndio ile mtu anakuja, mchungaji, yani kwa kweli maombi ya Jumatatu Mungu amefanya kweli yani kabisa, yani Abdalla alikuwa ana time kabisa, lakini ghafla yani ananitafuta mwenyewe, anasema tukutane sasa ili tuyapange mambo ya kifamilia, lakini alinikataa kabisa. Nini kilichotokea? Nyota yako imeonekana. Nyota yako ionekane jioni leo.
Nyota yako ionekane jioni leo. Yamkini siongei na mtu aliyeko hapa, naongea na mtu anayenitazama online. Natangaza nyota yako ionekane pale pale. Nasema nyota yako ionekane kwa jina la Yesu. Anayenielewa sema nataka nyota. Nataka. Menelewa mwana Mungu. Leo tunataka uombe kabisa, nataka nyota, nyota ya uso, nyota ya kibali, nyota ya muonekano, nyota ya biashara, nyota ya kazi, nyota ya mahusiano. Kuna mtu nyota ya mahusiano imeibiwa. Kila mahusiano ambayo unaanza yanavunjika, wameiba. Unasema nataka nyota, nyota ya mahusiano, nyota ya kibali, nyota ya kupendwa, nyota ya kukubalika, nyota ya kazi, nyota ya ajira. Nafanya vita na yoyote yule aliyechukua nyota yangu. Narudisha nyota, nyota ya mikono. Kuna mwingine ukiomba tu nyota ya mikono, kama imeibiwa hiyo nyota ya mikono, utaanza kuona kuna viashiria kwenye mikono. Unasema nataka nyota, nyota ya akili zangu. Naagiza, narudisha nyota ya akili, nyota ya akili. Njoo. Kuna mwingine walishaibaga akili. Unasema kwa damu ya mwana kondoo, nyota ya muonekano. Narudisha nyota ya muonekano, nyota ya muonekano. Njoo, nyota ya muonekano, nyota ya uongozi. Naita nyota ya uongozi. Njoo. Nyota ya uongozi ikirudi, uwezo wawe kuongoza unaonekana. Shauri zako, mimi nakupa madesa hapa. Shauri yako sikize vizuri kabisa, na ukiabeba utaona. Unaanza katika jina la Yesu kwa damu mwana kondoo. Nyota yangu, nyota ya kinywa. Kuna mtu ukiongea wanakucrash kila mara. Mimi na pointi. Nyamaza wewe, nyamaza. Kwa kwanza ongea wewe. Na mimi lakini kwa na wazo. Si jamani, kila mtu anataka kutoa wazo. Wanasema ndio unalo, ila wewe nyamaza kwanza. Subiri waongee watu wengine. Ongea wewe. Mwambie jirani yako, mwambie una kibali. Wanakukanyaga hata kwenye vikao vya familia. Tulia. Sasa wanadharau wengine, wanatudharau sana. Sisi wengine yamkini bado tuna fedha. Hiyo sio fedha. Hiyo una nyota. Mwenye nyota hawamfuti. Hebu ongea. Huyu ana kitu. Ulikuwa unasema? Akalopoka mwingine, wewe mtulia. Malizia. Alafu kila unachoongea wewe, kwa sababu una nyota, kila mmoja anakikubali. Anasema hicho ndo tukibebe, tubebe cha yule. Wewe umetoa wazo. Hilo wazo la kielimu kabisa hilo. Haya. Hilo la kielimu kabisa hilo. Hilo wazo, yani umefikiri kitu kikubwa. Umefikiri kama mtu mzima. Wanaanza kunadi. Wewe yani huyu jamaa ana akili. Ana akili sana. Ana akili sana. Nyota inaleta ufanisi. Nyota kila mtu anataka na nyota. Hata mhubiri kama una nyota, unahubiri mpaka unatoka povu mdomoni. Ueleweki. Unadhani wewe kuhubiri kutoa makabayo tu. No, wewe na kibali. Haleluya, 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 haleluya. Issue sio haleluya. Issue ni nyota. Unayo nyota, kila mmoja anaitaka nyota. Mwanasiasa anataka nyota. Pamoja na kwamba amesoma, anajua lugha, ana upeo wa kukaa bungeni, kama ana nyota akai hata bungeni. Kwa issue kwenye habari ya nyota ni kila mmoja. Hawe mwanasiasa, hawe si rais, naye anataka nyota. Hawe si diwani, naye nyota. Kwa kwenye swala nyota, halina hasiyetaka nyota. Kwenye swala nyota, kila mmoja anataka na nyota. Uwe mwanasiasa nyota, mbunge nyota, mjumbe nyota. Yani nyota. Bila nyota huonekani. Kwa umahiri wa mtu unaanza kuonekana akiwa na nyota yake. Kwa nyota inasaidia. Ndio maana kwenye vipindi fulani hivi watu wengi huwa wanachukua nyota za watu. Mtu anachukua nyota. Ndio maana kuna mtu mwingine amekuwa mtu maarufu sana. Kumbe amebeba nyota za watu kama 5 hivi. Mwingine amebeba nyota za watu kama 6 hivi. Mwingine amebeba nyota za wana familia. Ndio maana ndani ya familia yoyote ambao kuna mtu mshirikina ni hatari sana. Yamkini aliyeiba nyota zenu humo ndani ni huyo. Biblia inasema adui wa mtu ni yule wa nyumbani mwake.
Kuna wakati yule mshirikina, ndio maana kuwa ndani ya familia una mshirikina. Kuna mwingine katika kuombaomba nyota, utashangaa hamtakuja kuelewana kabisa na kaka yako au binamu yako, kwa sababu yamkini binamu yako alipoenda